Chaguzi za Tanzania ni kwamba matokeo ya muda katika uchaguzi mkuu uliofanyika Jumatano nchini Tanzania yanaonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akichukua uongozi wa mapema akiwa na kura nyingi katika mikoa minne iliyowasilisha kura hizo. Ila matangazo hayo hayajasitisha maandamano yaliyoshika kasi kwa siku ya pili, waandamanaji wakikasirishwa na kutolewa kwa wapinzani wawili wakuu wa Suluhu kutoka katika kinyang'anyiro cha urais. Sheila Chelangat na taarifa hii kwa kina. Jana usiku, wananchi wa Tanzania katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa yameshuhudia maandamano mchana kutwa yalikuwa chini ya kafyu iliyoanza saa 12 jioni. Na huku hatua hii ikiwa imetazamwa kama ya kusitisha vurugu, waandamanaji Arusha, Dodoma na Mwanza walichukua usukani, maandamano yakiendelea usiku kucha. Samia hatuitaki. Na hii leo kwa siku ya pili, maandamano yalichacha zaidi kwa jirani nchini Tanzania. Maeneo ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza yakishuhudia maelfu ya watu barabarani wakiandamana kupinga uchaguzi ambao ulifanyika hapo jana. Lakini licha ya hali hii, tume ya uchaguzi nchini Tanzania ilianza kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais kupitia shirika la utangazaji nchini humo. Tume hiyo ilitangaza kuwa Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais kupitia tiketi ya chama tawala cha CCM, anaongoza kulingana na kura zilizohesabiwa, akiwa na 99.99% ya kura katika maeneo bunge 8 kati ya 272. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania uliripoti kwamba barabara ya kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam ilikuwa miongoni mwa barabara kadhaa kubwa zilizobaki zimefungwa. Nayo milio ya risasi ilisikika katika miji tofauti tofauti ikiwemo Mwanza, mji mkuu wa Dodoma na jiji kuu la Dar es Salaam ambalo liko chini ya ulinzi mkali, huku barabara kuu zikiwa zimefungwa. Kwa siku ya pili pia, Watanzania hawakuwa na huduma za interneti, huku maafisa wa serikali wakiagizwa kufanya kazi nyumbani kufuatia amri ya kafyu iliyotolewa hapo jana. Nayo bunge la Ulaya limeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu uchaguzi mkuu uliofanyika hapo jana, likisema kwamba uchaguzi huo haukuwa huru wala wa haki. Katika taarifa ya pamoja, wabunge wa bunge hilo wamewasihi washirika wa kidemokrasia kusimama kidete katika kutetea demokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47.